Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ndugu zangu wasikilizaji, watazamaji katika kipindi chetu Uislamu ni dini ya kweli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunaendelea kwa siku ya leo. Tunataka tumuone vipi maisha ya muumini katika Ramadhan. Maisha ya muumini katika Ramadhan. Muumini katika Ramadhan, cha kwanza kabisa, muumini ni yule ambaye amefahamu vizuri Mola wake. Ni yule ambaye anamfahamu vizuri Mola wake. Ni yule ambaye anajifahamu, anajitambua vizuri ni nani mbele ya Mola wake. Ni yule ambaye anajitambua, anatambua au anafahamu vizuri jambo gani Mola wake atakalo kwake. Haya mambo matatu nataka niyarudie tena. Nani muumini? Muumini ni yule ambaye anamfahamu vizuri, anamtambua vizuri Mola wake. Kwa sababu akimtambua Mola wake vizuri, itampelekea yeye kujitambua mwenyewe, na itampelekea kutambua na kuyajua nini Mola wake atakalo kwake. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa, muumini atakiwa awe anamuelewa vizuri pasipokuwa na shaka yoyote Mola wake. Na hii tunaipata uthibitisho kutoka kwenye Qur'an, suratu Muhammad aya ya 19. Allah subhanahu wa ta'ala huzungumza katika kutuambia katika hii aya vipi muumini apaswa awe. Anasema, fa'lam annahu la ilaha illa huwa wastaghfir li dhanbik walmu'minina walmu'minat. Al-aya. Mwenyezi Mungu katika hii sura, katika hii aya, anatuonyesha, ni uthibitisho wa kuonyesha muumini anakuwa vipi. Muumini ni yule ambaye anamtambua vizuri Mwenyezi Mungu. Yaani Mwenyezi Mungu hampendi, hataki ibada ya mtu ambaye hamtambui, hana elimu nayo. Ndio sababu ameanzia fa'lamu, fa'lam, jua ya kwamba, tambua ya kwamba, annahu la ilaha illa huwa, mujue Mola wako kwamba hakuna mshirika, hana mshirika, hakuna Mola pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hii inatuonyesha ya kwamba ambaye anaabudu jambo lingine ambayo si Mungu, yana na wewe mshirikisha Mwenyezi Mungu, huyu si muumini na hana haja naye. Kwa hiyo mcha Mungu katika Ramadhani, au ule ambaye anatakiwa awe Ramadhani, ni ule anayemtambua vizuri Mwenyezi Mungu. Mpiga ramuri ambaye amevaa hirizi, ambaye anachambua sijui amefanya nini, huyu yote hana haja ya kufunga. Hana haja ya funga. Afunge kwa nini? Ramadhani haina maana naye, kwa sababu huyu ni mushriki, ni mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu, na mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu amehabitat amaluhu, anayavunja matendo yake. Kwa hiyo hana haja ya kufunga, hana haja ya kusali,
anasali nini na yeye ni mushiriki? Sasa muumini ni yule ambaye anamtambua vizuri Mwenyezi Mungu, anamtambua ni nani muumbaji, ni nani anamwangalia nani apasaye kuabudiwa kwa haki. La kwanza kabisa, hiyo ni sifa ya muumini. Nakwambia sifa yake ya kwanza ni yule anayemtambua vizuri Mola wake, anamtambua vizuri Mola wake, na uthibitisho umeupata. La pili ni yule anayefahamu nani linalotakiwa kwake, nani ni lipi linalotakiwa kwake, yaani huyu mtu, huyu muumini, jambo gani linalotakiwa kwake, na ni nani analitaka? Analolitaka ni Mola wake aliyemuumba, aliyemfahamu vizuri. La pili ni la kujua, kumuonyesha liki kwa nini yeye yupo, na uthibitisho utaupata kwenye suratu Dhariyat, Mwenyezi Mungu akisema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yani ma khalaqtuhu illa liibada. Mwenyezi Mungu hakuumba mwanadamu, Mwenyezi Mungu hakumuumba huyu muumini isipokuwa kwa jambo moja tu, la kumwabudu yeye peke yake pasipo kumshirikisha na chochote na yoyote. Sasa ukishamjua Mola wako, nataka sisi wote, kila mmoja ajitizame, yeye ni muumini am la? Anapaswa kufunga Ramadhani am la? Kwa sababu Ramadhani ni ya wale waumini. Mwenyezi Mungu ametuita, amesema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaykumus siyam, mumealikwa kwenu kufunga, nimealika kwenu fungeni. Kwa nini? La'allakum tattaqun, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama ni hivyo kwa waumini ambao, kwa wale waaminifu ambao waliowatangulia nyinyi. Sasa la'allakum tattaqun, huenda mkapata. Na hii sio kwamba Mwenyezi Mungu hajui linayoendelea, la, yani yeye inathibitisha, yataka sisi tuwe na ucha Mungu, tupate ucha Mungu, tupate uaminifu. Sasa sifa ya kwanza ya mwaminifu mzuri, ambaye anapaswa kufunga mwezi wa Ramadhani, ambaye anafaidika na mwezi wa Ramadhani, ambaye anapata heshima na matendo mazuri mbele ya Mwenyezi Mungu kwa ndani ya Ramadhani, ni yule aliyefunga akijua jambo gani analolifanya. Anajua Mungu wake vizuri. Baada ya kumjua, hamshirikishi na chochote. La pili, anajua nini yeye la kufanya, kwa nini kaumbwa. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yani sisi tumeumba kwa ajili ya ibada, kumwabudu Mwenyezi Mungu. Na ibada yenyewe, maana ya ibada naitaja kama alivyoitaja Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Alisema kwamba al-ibada, jambo ibada, ism jami'un, ni jina ambalo limekusanya, ni jina ambalo limekusanya likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu, kwa kila jambo dogo kubwa lionekana limejificha, lakini akawa analipenda Mwenyezi Mungu. Jambo hilo lenyewe alipenda, neno hilo alipenda, kitendo hicho akipenda, fikira hiyo anayofikira naipenda, wayardahu, na nairidhia kwa yule anayoifanya. Kama ni maneno mazuri unayoyasema, anakuridhia kwayo, anaridhia wewe ufanye mambo, useme maneno mazuri, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema kwenye hadithi iliyopokelewa na Abi Hurairah radhiyallahu anhu, na
akasema kwamba man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Kwa hiyo mambo mazuri, maneno mazuri unayoyatamka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, yale mambo mazuri, maneno mazuri ambayo unayanena kwa uzuri na kwa kusifia kwa Mwenyezi Mungu, na maneno hayo, basi hayo ni kumwabudu Mwenyezi Mungu. Anasema likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal wal af'al adh-dhahira wal batina, kwamba maneno mazuri, yani kila kinachoitwa ibada, ni kila jambo lolote lile ambalo analipenda Mwenyezi Mungu. Hilo jambo lipenda, kama hilo jambo hilo analipenda na anavipendelea kwa watu binadamu ambayo ni maumini wanalifanya jambo hilo. Yardahu, yani yardahu ala al-amil, anaridhia kwa yule anayelitenda. Akitenda jambo, kama anapenda kusali mathalan, anapenda mtu asali, anaipenda swala Mwenyezi Mungu, kwa hiyo atakaye sali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, Allah Subhanahu wa Ta'ala humuridhia kwa sababu ametenda jambo hili analolipenda Mwenyezi Mungu. Sasa ndugu yangu, muumini mzuri anayepaswa afunge katika Ramadhani, anayepatia Ramadhani, anayeyapata mazuri ya Ramadhani, ni yule ambaye anafahamu vizuri Mola wake. La kwanza kabisa, sifa yake ni wewe kumfahamu vizuri Mola wako, kiimani, kiakili na kivitendo. Sasa la pili ni yule muumini ambaye anayefahamu kwa nini yeye yuko hapa duniani, kwa nini Mwenyezi Mungu kakuumba. Unajua kwamba ufanye ibada, umeumbwa kwa ajili ya ibada. Niko hapa kwa ajili ya ibada. Yoyote yule yuko pale kwa ajili ya ibada, kumwabudu Mwenyezi Mungu. Na ibada tumeuona ufafanuo wake, kwamba ni kila jambo alipendalo Mwenyezi Mungu na akaliridhia kwa yule ambaye analitenda. Anasema minal aqwal, kuanzia kwenye maneno haya, maneno nayo yazungumza, nayo yasema haya ayapendayo Mwenyezi Mungu, na kama anayapenda Mwenyezi Mungu anayaridhia kwangu niyaseme, wewe uyasikie na mimi niyaseme. Anairidhia kwangu. Na muomba Mwenyezi Mungu atupe maneno mazuri ya kuongea ambaye anayapenda na anayaridhia kwetu. Ndiyo sababu Mtume Muhammad SAW anakuambia, kama hauna maneno mazuri ya kuongea, kwenye hadithi tuliyoona, kama huna maneno mazuri ya kuongea, man kana yu'minu billahi, yule anayeamini Mwenyezi Mungu. Neno lile lile linarudia kwamba muumini ni yule anayemfahamu vizuri Mola wake. Sasa acha tupate pumziko kidogo, turudi tena. Na tunarudi kutoka katika mapumziko yetu. Sasa tunaona kwamba jambo linarudia lile lile, kwamba muumini mzuri ni yule anayemtambua vizuri Mola wake, ni yule anayemtambua vizuri Mola wake, kwa sababu atakayemtambua vizuri Mola wake ndiye atakuja kutengeneza na kutimiza maamurisho ya Mwenyezi Mungu, au jambo ambalo ameumbwa kwalo atalitengeneza vizuri, kwa sababu yeye anajua ni nani anayemtengenezea au anayemfanyia mambo hayo. Ndio sababu utajikuta Mwenyezi Mungu atathibitisha kwenye Qur'ani, anasema kwamba inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama, kwamba wacha Mungu katika waja wake,
wale waumini wa kweli katika waja wake, wale wanaozidi wenzao kwa kumcha Mwenyezi Mungu, ni wale ambao wanawazidi kumfahamu Mola wao, wanazidi wengine kumfahamu Mola wako. Yani al-ulama warathatul anbiya, wajuzi yani ndio warithi wa mitume. Sasa mitume wanarithiwa nini? Mitume warithiwa elimu, warithiwa ibada, warithiwa kumcha Mwenyezi Mungu, sio pesa wala chochote. Sasa wale wajuzi au huyo mjuzi ni huyo mcha Mungu wa kweli anayefahamu vizuri Mola wake, basi huyo ndiye anayetimiza vizuri kumcha Mungu, yani anatimiza yale aliyoambiwa kwa juu yake. Ndiyo ambaye anapaswa afunge, ndiye ambaye atafurahi na funga yake, kwa sababu atakaa kwenye funga yake, atakaa kwenye Ramadhani yake katika hali ya kumcha Mola wake, kutafuta radhi zake na Mola wake. Atafaidika kabisa, kwa sababu wakati wake wote atakuwa ni kumwabudu Mwenyezi Mungu. Maneno yake yatakuwa ni ya kumridhisha Mwenyezi Mungu, matendo yake yatakuwa ni kumridhisha Mwenyezi Mungu, fikira zake, maongezi yake na kila jambo itakuwa ni kumfahamu, yani ni kumridhisha Mola wake. Huyo ndiye mcha Mungu mzuri. Na kuombeni niwe ni mimi na wewe. Usije ukadanganyika, shaitani akakuepusha kidogo, akakuonyesha kwamba sasa mimi sipo kwa sababu mimi siko sheikh, mimi siko alim. La, al-alim, mjuzi, ni yule man taallama shay'an wa amila biha, au tafaqaha fi shay wa amila biha. Al-alim au mjuzi ambaye anasemeka hapa, anayeambiwa hapa, ni yule anayefahamu jambo, akimaliza kulifahamu vizuri, analielewa vizuri, sasa akafanya, akalitenda, akaliweka kwenye vitendo. Kama nimejua, umejua, amejua, amefahamu vizuri, umefahamu vizuri maana ya funga, unajua vizuri nani ambaye ameamurisha funga, umefahamu vizuri wewe unapaswa ufanye nini, basi wewe ni mjuzi. Unatakiwa uweke kwenye vitendo, uwe ni mwenye kufunga. Ina maana kwamba utafaidika na funga yako. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe umefahamu vizuri mambo matatu. Umefahamu vizuri mambo matatu. Ya kwanza, umemfahamu ni nani Mola wako anayepaswa kabisa kuabudiwa kwa haki. Umemfahamu vizuri. Baada ya kumfahamu, ukafahamu kwa nini wewe umeumbwa, unatakiwa nini, yaani umeumbwa kwa ajili gani. Kwa hiyo baada ya kujua haya mawili, wewe ukajiweka kwenye mambo ambayo yanakufaa, unaweka kwenye vitendo. Sasa ukiwa hivyo, basi wewe umefaidika na funga. Kwa sababu gani? Kwa sababu hutopatikana katika mambo ya kupuuza wakati wowote. Hutopata dakika ya kucheza, hutopata dakika ya kukaa bila kumtaja Mola wako, hutopata dakika ya kukaa kwa maneno ya porojo, hutopata dakika ya kumfikiria mwingine kuliko kufikiria nafsi yako. Subhanallah, hili jambo kubwa sana. Acha kumfikiria mwingine, fikiria nafsi yako. Hesabu nafsi yako, hesabu matendo yako. Anatuambia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, anatuambia kwamba hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, zihesabu nafsi zenu. Hebu kana nafsi yako ihesabu kuanzia asubuhi. Umefanya tendo gani? Umefanya nini? Wazinuha,
na muweke kwenye mizani. Pima kabisa, pima amali yako kuanzia asubuhi kabla antuzanu, kabla hawaja waweka kwenye mizani. Twajua siku ya Kiyama kuna mambo mawili, kuna hesabu, kukuhesabia mambo, na kuna mizani, na kutawekwa mizani, mambo yatapimwa ndugu yangu. Sasa Amiri al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu alikuwa akituhusia mimi na wewe na mwingineo. Anatuhusiwa ya kwamba hasibu anfusakum kabla an tuhasabu, ebu hesabuni nafsi zenu kabla hawajahesabu. Yani siku ya Kiyama haijafika, Mwenyezi Mungu atuhesabu. Hesabu ya kwanza inakuwa kwenye Ramadhani, kuanzia asubuhi Ramadhani siku ya kwanza mpaka siku ya leo, umefanya nini? Nafsi yako umeifanyia nini? Na Mwenyezi Mungu, na mambo ni mengi tu ya kufanya. Qur'ani ya kusoma, misahafu zipo, ibada za kufanya zipo, kumtekeleza Mwenyezi Mungu yupo, kusimama usiku kisali vipo. Je, na kuyatenda mazuri ndugu yangu? Watu wa kuwapa sadaka wapo, kutoa sadaka ingalao yoyote yule, si lazima utoe. Hata ukiwa na elfu moja unapaswa ukatoa 200. Hakuna kiwango fulani kwamba mtu akifikisha kiwango hichi ndiye atoe sadaka, la. Sasa na sadaka yaweza ikawa ni neno zuri, neno zuri tu. Furaha unayoweka ndani ya nyoyo ya sura ya ndugu yako, furaha unayompa kutokana na neno lako, kutokana na mazungumzo mazuri, kutokana na fikira zako nzuri, kutokana yani ule wepesi ambao unaumpa ndugu yako Muislamu, hiyo ni sadaka. Sasa kuyafanya ndani ya Qur'an, ndani ya Ramadhani. Aya ni mengi ya kufanyiwa ndani ya Ramadhani ndugu yangu. Ni lazima haya tuyatekeleze ndugu yangu. Tuzichume nafsi zetu, tuziweke katika hali ambayo ni hali nzuri, hali ya kutengamaa, tuwe waaminifu wa kweli. Haya kuyajua, kuyafahamu, kuyaelewa ni muhimu, bali ni lazima. Ni lazima kujua ibada. Ni lazima kujua ibada yake Mwenyezi Mungu. Kuijua ni lazima. Usikae bila kujua ibada. Usikae ukifanya mambo ambayo huyafahamu. Fanya mambo kutoka na elimu unayo. Fanya ibada kulingana na elimu unayo. Usifanye ibada ambazo huna elimu nazo. Wanazioni wanatuonyesha kwamba ibada ambayo haina elimu haitakiwi, inakuwa haina maana. Hii ni kaida ya wausuliyun. Na elimu ambayo haina amali, haina vitendo, haina ibada, basi na yenyewe ni batil. Yani kuwa na elimu ambayo ina vitendo, yani ina athari za elimu zinaonekana. Na nikurudishieni nyuma na kuambia kwamba usije ukasema kwamba mwenye elimu au mwanazuoni yule ambaye amehifadhi Qur'ani yote, ahadithi zote, Bukhari na Muslim anazo, sunani zote anazo, la. Huyu ndiyo ni mzuri, ni msomi. Lakini alimu mzuri ni yule ambaye amezisoma hadithi 2, 3, 4, anazifahamu vizuri na anaziweka kwenye vitendo, zinakuwa kwenye amali yake. Kwa hiyo anakutwa huyu ndi mjuzi. Kwa nini? Anafanya ibada kwa elimu. Ibada zake zinaendana na elimu. Jambo ambalo hana elimu nalo, hana haja nalo. Na ndio uzuri. Kwa sababu
huyu mtu anakuwa kwanza na uzuri, ana ujuzi kubwa kabisa, kwa sababu anajua kwamba kaida ya usuliyuna kwamba ibada ni ya kusimamisha, tawqufia. Yani hukubaliwi kufanya ibada yoyote hadi upate uthibitisho wa kukubalia kufanya, kutenda. Kwa sababu atakayetenda bila elimu atakuwa ni mwenye mzushi, atakuwa amezua. Na mzushi mwenyewe hapendwi. Mwenyezi Mungu hataki mtu aliyependa, hampendi mtu ambaye anazua kwenye dini. Dini yake ameiweka Mwenyezi Mungu na ameitimiza kama alivyotuambia kwamba al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Kuanzia siku ya leo nimeitimiza dini yenu, yani mwenendo wenu, uhai wenu, kila jambo ambalo mtakalo, lolote lile watakalala, kaulize Qur'ani, kaulize hadithi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Je, mtu anaye Muislamu akitaka kulala lale vipi? Wataka kula, uliza Qur'ani nile nini, nile vipi? Uliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sunna zake, nile nini, nile vipi? Yote yale, kila jambo lolote ambalo unalihitaji katika uhai wako, katika afya yako, utalikuta kwenye Uislamu. Kwa hiyo ni mimi na wewe kuingia katika elimu, twatafuta kujua, tunamfahamu tuwafanya kwa ajili yake ni nani, kwa nini na nini tutakiwa tufanye, na tutalifanya vipi. Kwa hiyo ndugu zanguni, tumuombe Mwenyezi Mungu ambaye ni mtengeneza wa viumbe vyake, ndiye mwenye kututengeneza sisi. Ametuumba na yaweza katutengeneza, ndiye muweza wa kututengeneza nyoyo zetu, tunamfuata. Ndiye mwenye kutufundisha. Kuwa mwenye kutafuta elimu, omba Mwenyezi Mungu akupe kumfahamu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din. Hebu tazama, hajasema kwamba yuallimuhu, la, bal yufaqihuhu fi din, yana nampa kufahamu. Mwenyezi Mungu anayemtakia kheri, uzuri katika uhai wake, yufaqihuhu fi din, anampa kuifahamu dini. Kwa sababu wasomi wengi wapo, lakini wajuzi wachache, wajuzi wachache ambao wametafaka, wamefahamu vizuri sana dini, ni wachache miongoni mwao. Inapelekea kauli. Kwa hiyo ambaye anafunga mwezi wa Ramadhani ni mcha Mungu, na mcha Mungu tumeona sifa zake chache. Namuomba Mwenyezi Mungu atuweke katika wacha Mungu na atufundishe dini yake. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.